Mwanamfalme mwenye furaha. Mwanamfalme mwenye furaha alisimama juu ya nguzo ndefu, aking'aa kwa dhahabu laini, huku akilitazama jiji lililo chini yake. Watu mara nyingi walisimama kumtazama, wakivutiwa na uzuri wake unaong'aa. Lakini nyuma ya tabasamu lake tulivu, kulikaa huzuni ya kimya moyoni mwake. Ni sasa tu ndipo aliweza kuona mateso ambayo hakuwahi kuyaona alipokuwa hai. Tarumbeta mdogo aliyekuwa akielekea nchi za joto alisimama chini ya sanamu kupumzika kwa muda. Upepo kutoka jijini ulikuwa baridi, lakini kwa namna fulani ulionekana kuwa wa kufahamika. Alikunja mabawa yake chini ya mwanamfalme wa dhahabu na kutoa pumzi ndogo ya uchovu. Wakati huo huo, tone la chozi la mwanamfalme lilianguka na kugusa kichwa cha tarumbeta. Tarumbeta, akiwa ameshangaa, alitazama juu kuelekea uso wa mwanamfalme uliokuwa uking'aa. "Kwa nini unalia?" aliuliza kwa upole. Mwanamfalme akaanza kuzungumza kwa sauti ya kutetemeka lakini laini. "Nilipokuwa hai sikuweza kuona mateso haya. Sasa naona huzuni ya jiji hili lote." Mwanamfalme alimweleza tarumbeta jinsi alivyoishi kwa furaha na anasa alipokuwa hai. Muziki na vicheko vilijaa ndani ya majumba usiku na mchana. Lakini hakuwahi kutazama nje ya kuta ndefu ili kuuona ulimwengu wa kweli. Sasa alihisi majuto makubwa kuona huzuni zilizofichika za jiji. Mwanamfalme alimwonyesha tarumbeta magumu yaliyokuwa yakitokea kote jijini. Watoto walitetemeka ndani ya nyumba baridi na mama waliochoka walifanya kazi wakiwa na macho yenye njaa. Moyo wa tarumbeta ulijikaza aliposhuhudia mapambano yao. "Ningependa kuwasaidia sasa, hata kama ni kuchelewa," alisema mwanamfalme. Mwanamfalme alimwomba tarumbeta achukue jicho lake moja la yakuti na ampelekee mama wa mtoto mgonjwa. Tarumbeta alisita kidogo, lakini akakubali kwa utulivu na uamuzi. Yakuti lilipotoka kwenye jicho la mwanamfalme, mwanga wake mpole ukaanza kupotea. Tarumbeta alilibeba lile lulu na kuruka kuelekea usiku. Alifikia nyumba ndogo iliyozeeka ambako mama mchovu alikuwa amelala na mtoto wake. Kwa upole aliweka yakuti mezani kisha akaruka kwa utulivu. Mama alipoliona lulu hilo, alilia kwa machozi ya faraja na shukrani. Tarumbeta alirudi kwa mwanamfalme na kusimulia alichokiona. Kisha mwanamfalme akamwomba tarumbeta ampelekee mwandishi mwenye njaa jicho lake lingine la yakuti. Tarumbeta alipaa kupitia usiku wenye baridi kali kuelekea chumba cha juu kilichokuwa na giza. Mwandishi alishangaa wakati lulu lilipong'aa na kuangaza chumba chake kilichojaa kukata tamaa. Tumaini lilimrudia kama mwali mdogo uliowashwa tena. Sasa kilichobaki kwa mwanamfalme ni yakuti nyekundu kifuani pake. Alimwomba tarumbeta ampe msichana mdogo muuzaji wa viberiti aliyekuwa akitetemeka kwa baridi. Tarumbeta alimpata msichana huyo akizunguka barabarani zilizojaa baridi kali. Alipopokea yakuti hiyo nyekundu, macho yake yalimetameta kwa joto hafifu. Mwanamfalme hakuwa na vito tena, kwa hiyo akatoa karatasi za dhahabu zilizofunika mwili wake. Tarumbeta alianza kupeleka kipande kimoja baada ya kingine kwa maskini. Kila kipande cha dhahabu kilileta joto kidogo ndani ya jiji. Hivi karibuni, mwanamfalme hakuendelea kung'aa kama zamani. Upepo wa baridi ya majira ya baridi ulizidi kuwa mkali, ukimsukuma tarumbeta aruke kuelekea kusini. Lakini alikataa kumwacha mwanamfalme. "Bado nina kazi ya kufanya hapa," alinong'ona kwa upole. Mwanamfalme alitabasamu kwa upole kwa rafiki yake mwaminifu. Baridi ya majira ya baridi iliendelea kuubana mwili mdogo wa tarumbeta. Kila siku alizidi kudhoofika na hata kuruka kulimchosha.
Hata hivyo, alibaki karibu na mwanamfalme bila malalamiko yoyote. Mwanamfalme alimshukuru kwa joto la moyo lililozidi dhahabu. Siku moja, tarumbeta alikaa kwenye bega la mwanamfalme na kusema kwa upole, "Nimeanza kulipenda jiji hili na pia kukupenda wewe." Mwanamfalme alipokea hisia zake kwa upole, wenye kuelewa. Lakini sauti ya tarumbeta ikaanza kudhoofika kama upepo unaozimika. Usiku wenye baridi kali, tarumbeta hakuweza tena kuruka. Alijiegemeza kwenye miguu ya mwanamfalme na kutoa pumzi yake ya mwisho. "Sasa nipo na furaha," alinong'ona kwa udhaifu. Moyo wa mwanamfalme ukazama katika huzuni nzito. Wakati tarumbeta alipokufa, moyo wa risasi wa mwanamfalme ulitetemeka. Ukavunjika vipande viwili kwa sauti ya upole iliyojaa uchungu. Watu wa jiji hawakusikia chochote, lakini huzuni ilipaa hadi mbinguni. Mwanga wa mwanamfalme ulikuwa ukizimika karibu wote. Asubuhi ilipofika, wakazi wa jiji walishangaa walipoiona sanamu ikiwa imechakaa. Dhahabu ilikuwa imepotea na vito vilikuwa vimetoweka. "Mbaya na iliyoharibika," walinong'ona kwa masikitiko. Mwishowe waliamua kuichoma sanamu hiyo. Waliweka sanamu kwenye tanuru inayowaka moto mkali. Lakini kwa mshangao, moyo wa risasi wa mwanamfalme haukuyeyuka. Ulibaki mzima, uking'aa kwa mwanga wa ajabu. Hakuna aliyeweza kuelewa muujiza huo. Wakati huo, malaika alishuka kutoka mbinguni. Alinyanyua moyo uliovunjika na mwili mdogo wa tarumbeta kwa upole. "Hivi ndivyo vitu viwili vyenye thamani zaidi katika jiji hili," alinong'ona. Upepo ulichukua maneno yake kwa sauti ya upole. Malaika alipaa juu akiwa amemshikilia mwanamfalme na tarumbeta karibu. Mwanga mweupe mpole ulienea juu ya jiji zima. Hakuna aliyefahamu, lakini siku hiyo hewa ilionekana kuwa ya joto zaidi. Amani isiyoelezeka ilitua juu ya watu. Mbinguni, mwanamfalme na tarumbeta walikutana tena hatimaye. Walimtazamana kwa tabasamu la upole lililojaa shukrani. Huko hakuna huzuni, bali amani na furaha isiyo na mwisho. Mbingu iling'aa kana kwamba inabariki furaha yao ya milele.